Seme amen. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Unaweza kuketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema hii na kibali hiki ambacho ametupatia tena siku ya leo. Ubarikiwe wewe ambaye umepata nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana ili kumsikia anavyotufundisha na kutuelekeza, lakini kupata nafasi ya kuomba na kumweleza haja za mioyo yetu. Somo letu linasema kushughulikia kila zuio lililowekwa ili tusifikie ahadi ya Mungu. Liko zuio ambalo limewekwa ili usifikie ahadi ya Mungu au kuona ahadi ya Mungu ikitimia kwenye maisha yako. Na tupo kwenye zuio la kwanza, zuio la kutokuvuka. Manake adui anaweka mpaka, anasema mtu huyu hatavuka katika eneo fulani au katika jambo fulani ili abaki pale pale. Kwa hiyo hata kama ana ahadi, ile ahadi hawezi kuiona. Na katika eneo hili tuliona mifano michache ambayo adui anaweza kukuwekea zuio. Tulisema anaweza akakuwekea zuio la kuishi au mpaka eneza mauti, akaweka mpaka wa kuishi, akasema huyu mtu atavuka kwenye umri fulani ili asione zile ahadi. Kwa hiyo tunayo nafasi ya kwenda mbele za Bwana kuomba, kupangua. Kwa hiyo tulipata nafasi hiyo, lakini tukaona jana jambo la pili tena katika kipengele hicho kwenye eneo la kutokuvuka. Tukasema adui anaweza akakuwekea mpaka wa kiuchumi au kutokuvuka katika viwango fulani vya kiuchumi. Kwa hiyo utajikuta unacheza kwenye kiwango kile kile, unatamani kusogea, unatamani kuongezeka, lakini unajikuta uko pale pale. Hiyo sio sheria kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba tuwe hapo. Mpango wa Mungu na ahadi ya Mungu ni kwamba tuongezeke, ni kwamba tuzidishwe, ni kwamba tutoke katika viwango tulivyo navyo na tusogee. Tuliona kwenye ile Kumbukumbu la Torati sura ya 8 ule mstari wa 13, anasema ng'ombe zako zitakapoongezeka, kondoo zako zitakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, usimsahau Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unajua kwamba kumbe ni mpango wa Mungu tuweze kuongezeka, ni mpango wa Mungu tuweze kuzidishwa, tutoke katika viwango tulivyo navyo na kwenda viwango vingine. Kwa adui anachokifanya sasa, anaweka zuio ili usivuke kwenye hivyo viwango vya kiuchumi. Kumbuka jambo hili, kuna mambo ili uone yanatokea kwenye maisha au ufike kwenye ile ahadi ambayo Mungu amekusemesha na unatamani kuona ikitokea kwenye maisha yako, ni lazima pia uchumi wako uongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani kulala mahali pazuri, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na usafiri mzuri, watoto wasome shule nzuri, kila kitu ukifanye kwenye ubora fulani. Ili vitu hivyo viweze kutokea, lazima uchumi wako pia uhusike. Kwa uchumi ukipanda, na hapo ndipo utakaa mahali pazuri au kwenye viwango ambavyo unavihitaji. Sasa adui anajua kabisa uchumi wako ukiongezeka, ile ahadi ya kwamba utakuwa kichwa na wala sio mkia itatimia. Kwa hiyo anachokifanya, anaweka mpaka ili uendelee kubaki chini. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa. Kumbuka jambo hili, mtu yoyote ambaye uchumi wake uko vizuri ana nafasi kubwa sana ya kutawala wengine, au ana nafasi kubwa sana ya kutawala au kuwa na mamlaka. Sasa anaposema utakuwa kichwa, maana yake wewe ni mtawala, utakuwa mtawala. Sasa ili utawale, sifa mojawapo na kitu mojawapo chenye nguvu ambacho kitakuwezesha ni nguvu ya uchumi. Ndio maana unaona leo mataifa makubwa ambayo uchumi wao uko juu ndio yana sauti, na yakiongea wengine hata kama tunajitutumua, lakini tunakuwa wapole kwa sababu uchumi wao uko juu. Kwa ili uwe kichwa, lazima pia uchumi wako uongezeke. Sasa kazi ya shetani ni kuweka zuio kwamba huyu mtu hataongezeka kiuchumi. Kwa hiyo utajikuta unazunguka pale pale, unatamani vitu fulani lakini huvioni, unatamani viwango fulani lakini huvioni.
unabaki pale pale, na mara nyingine anaweza akakuwekea faraja kabisa kwamba ukipata fedha nyingi, ukiwa na utajiri mwingi, hiyo ni anasa. Halo, kuwa na maisha mazuri ni nini? Ukinunua gari la kifahari wanasema huyu naye anapenda nini? Lakini kila kitu kina nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Huwa anasema tunaweza tukaanza safari yote hapa kutoka mjini Kahama kuelekea Dar es Salaam, lakini nguvu itakayoamua ufike muda gani ni uchumi ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Wote tutasafiri, tutasema tunaenda Dar es Salaam. Kwa hiyo ambaye hana fedha atatumia miguu yake, si ndio? Mwingine hana fedha atatumia baskeli, mwingine hana fedha atatumia pikipiki, mwingine atatumia gari, mwingine atatumia basi, mwingine atatumia usafiri wake binafsi. Wote tunatarajia kufika Dar es Salaam. Uwe na uhakika masaa ya kufika yatapishana. Mwenye hela nyingi atakwea pipa ndani ya dakika kadhaa au ndani ya lisaa. hilo zuio na uende viwango vingine tena. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilianza kukuonesha pia katika zuio hili la kiuchumi dalili ambazo zinaonesha kwamba umewekewa zuio, au nilisema hivi, utajuaje kuwa umewekewa zuio la kiuchumi? Vitu ambavyo vinaonesha kuna zuio la kiuchumi hapo, umewekewa mpaka kiuchumi. Tukasema matazamio makubwa ulionayo katika uwekezaji wako yanakuwa kidogo tofauti na ulivyowekeza. Namna ulivyowekeza unatarajia kwamba mambo yatakuwa makubwa, lakini ghafla vitu vinakuwa tofauti kabisa. Unatumia nguvu kubwa, unatumia fedha nyingi, lakini mavuno yake yanakuja kidogo. Tuliona kwenye kile kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza ule mstari wa 9 mpaka wa 11, anasema mlitazamia vingi na kumbe vikaja vichache. Alafu ule mstari wa 10 na 11 anasema mimi nimezuia mbingu isitoe umande na nchi haitazalisha, na kila kitu unachofanya kwa mikono yako hakitakupa matokeo. Manake kuna zuio limewekwa hapo. Ndio maana unajikuta unazunguka pale pale, unapiga mark time, uko pale, unatamani kusonga, unayo ahadi ya kwamba utavuka, unayo ahadi ya kwamba utatoka, lakini unajikuta uko pale pale. Lazima umwambie adui, ili zuio lazima liondoke katika jina la Yesu aliye hai. Kama Mungu amesema nitaongezeka, ninapowekeza lazima nivune. Utamkumbuka Isaka. Biblia inasema alipolima mwaka ule, akapanda mbegu, akavuna vipimo 100 kwa kila kimoja, na akawa tajiri kwenye ile nchi ya ugeni. Kwa nini? Alipowekeza alivuna. Na maandiko yako wazi, apandaye haba anavuna haba. Akipanda kwa ukarimu
anavuna kwa ukarimu wake, anavuna zaidi. Wapeni watu vitu, kipimo mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa namna unavyowekeza ndio unategemea namna unavyopata. Mavuno yako au mapato yako yanategemea namna ulivyowekeza. Kwa hiyo unapoona umewekeza kwa kiwango kikubwa na vitu vinakuja kidogo, ujue kuna shida hapo. Lazima uanze kutafuta, kusearch shida ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza, lakini leo nikupe dalili tena zingine, kama tutaweza nikupe dalili kama 2. Dalili ya pili itakaoonyesha kwamba umewekewa mpaka wa kiuchumi, kwamba hutakiwi kuongezeka kiuchumi. Utaanzisha biashara au jambo lolote ili uweze kuinuka kiuchumi, lakini hutapata wateja au wanunuzi. Utaanza biashara ili uweze kuinuka kiuchumi, lakini hutapata wanunuzi, wateja wanakosekana. Yawezekana location ulioweka biashara yako ni nzuri kabisa, na wengine unaona wanauza, na wengine unaona wanaendelea, na wewe umeweka pale, lakini wewe wanunuzi hawapo. Ujue umewekewa mpaka kwamba huyu hatavuka. Na hata kama utauza, hautauza kwa kiwango kinachotakiwa ili uweze kusogea. Utakuta unapata cha kuweza kukidhi mahitaji yako ya kila siku. Utaanzisha vitu ili uweze kuinuka kiuchumi, lakini hutapata watu ambao wanaweza kusupport au kununua hizo bidhaa ulizonazo uweze kuongezeka kiuchumi. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara, unafika unaona kuna mahali avisogei, aviendi, anza kushughulika na mazuio yaliyowekwa. Sababu kuna mwingine anafanya biashara hiyo hiyo kama ya kwako, na anastawi na anaongezeka, na yawezekana location yaliyopo haina hata wateja wengi, lakini kwa sababu ya namna na zuio limeondoka, wanamtafuta kule alipo. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa. Fungua kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Hebu tuone Ufunuo huyu anasemaje? Huyu Ufunuo sura ile ya 18 pale, tuone anasemaje. Ufunuo sura ile ya 18, tuone anasemaje hapo. Ufunuo sura ile ya 18 mstari ule wa 11 anasema hivi: nao wafanyabiashara wa nchi walia na kuomboleza, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Umepaona hapo? Anasema hivi, wafanyabiashara wa nchi wanalia na kuomboleza. Kilio chao ni kipi? Hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Anasema mstari wa 12, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye samani na lulu na kitani nzuri na nguo za rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari. Mstari wa 13, na mdalasini na iliki na uvumba na marihamu na ubani na mvinyo na mafuta mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Ametaja biashara wanazofanya. Mwambie jirani yako, hadi iliki imo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunanunuaga iliki? Barikiwe na Bwana. Siku hizi inawekwa hadi kwenye pilau. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Anataja na mdarasini, anasema na unga mzuri na kondoo. Kwa hiyo ameainisha bidhaa ambazo hawa wafanyabiashara walikuwa wanauza.
Sasa wametoka, wa mdarasini ameenda akaweka, wa iliki ameenda akaweka, wa kondoo ameenda akaweka, wa nguo ameenda akaweka, wa unga ameenda akaweka, waliokuwa wanauza watu nao wameenda wakawaweka pale. Huyu tunamuuza kiasi fulani, anasema hapa na biashara za wanadamu na miili ya wanadamu, na yenyewe ilikuwa inauzwa. Lakini anasema kwa sababu ya mambo yaliyopo na vitu vilivyotokea, hakuna mnunuzi hata mmoja juu ya bidhaa zao. Kwa hiyo wafanyabiashara wanalia. Kwa nini? Wamechukua fedha zao, wameenda kuchukua bidhaa. Wanajua tukileta sokoni tutauza, na baada ya kuuza tutapata faida, uchumi wetu utaongezeka. Lakini wamefika sokoni, hakuna wanunuzi. Ni faida ni hasara? Uchumi utaporomoka. Manake anatuonesha kwamba uchumi wao unaanza kushuka, sababu bidhaa hazitoki, zimekaa. Kama ni za kuharibika zimeanza kuharibika, kama ni za kuoza zimeanza kuoza. Unajua kuna mzigo ukienda sokoni unatakiwa utoke haraka, ukikaa muda mrefu ndio imekula kwako. Kama walikuwepo wafanyabiashara wa nyanya, manake kwa sababu wanunuzi hawapo, kadri siku zinavyoenda zinazidi kuharibika. Matikiti yana muda wake, kadri siku zinavyoenda zinazidi kuharibika. Kwa anasema wanunuzi hawapo. Kwa hiyo adui akitaka kuzuia kiuchumi, utaona unaanzisha biashara fulani ili uinuke kiuchumi, lakini unashangaa wateja wa kununua hawapo. Ukishaona hivyo, ujue kuna zuio limewekwa hapo, kwa sababu hizo bidhaa ulizoleta zinahitajika sokoni, labda kama ulipeleka kitu ambacho hakihitajiki. Lakini ukiona kwamba umepeleka bidhaa inayohitajika na watu wanaitafuta na watu wanahitaji, halafu uoni wanunuzi, ujue kuna hila imetendeka hapo. Ukiwa umesimama sawasawa na kusudi la Mungu, upo katika njia za haki, wewe ni mwaminifu kabisa mbele za Bwana, lakini unapoingia kwenye hilo eneo hauoni matokeo, hauoni wanunuzi. Sio Mungu amekuzuia, shetani ameweka mkono. Na kama adui ameweka mkono, shughulika naye katika jina la Yesu aliye hai. Rudi mbele za Bwana, mwambie Mungu, unajua uaminifu wangu, unajua namna ninavyojitoa, unajua namna ninavyoachilia dhabihu. Sasa angalia hizi biashara haziendi, angalia hivi vitu haviendi, hizi dhahabu hazitoki, mdarasini hautoki, hii mifugo haitoki, nguo hizi haziuziki, bidhaa nilizo nazo hazitoki. Shida ni nini? Bwana atakwambia kuna hila imetendwa hapo. Halo? Kuna hila imefanya nini? Imetendwa. Sijui niliwahi kusema hapa, kuna mahali fulani tulienda, mtu mmoja akawa anatushuhudia. Yeye alikuwa anauza vifaa vya ujenzi, duka la hardware, lakini anashangaa wateja wakija wanauliza sukari, wanauliza viberiti. Halo? Yaani anauza simenti, badala waje waulizie simenti, waulizie misumari, waulizie vifaa vya ujenzi, wanauliza kuna sukari, una kiberiti. Sasa unaangalia huyu, yani hata wewe unajua kuna muda unaweza ukapatwa na hasira. Wafanyabiashara wanaweza wakaelewa kulingana na wateja wanaokuja. Unajiuliza huyu anaona au haoni, au ni dharau? Sasa yawezekana mwenzio rohoni anaona ni duka la sukari, sababu adui si anafanya viini macho. Linageuzwa duka pale, linaonekana ni la sukari, linaonekana la viberiti, linaonekana kama na sigara, linaonekana na sigara pale, linaonekana na vinywaji, wakati we huuzi hivyo. Kwa nini? Limebadilishwa. Mkakati wa adui ni nini? Kukuwekea zuio la kiuchumi, kutokuvuka kiuchumi, kwa sababu anajua wakishajua ukaanza kuuza, uchumi wako utapanda, kazi ya Mungu itaenda, kwa sababu hutakuwa mchoyo, utaleta fungu la 10, utaleta shukrani, utatoa sadaka za ujenzi, utafanya vitu mbalimbali katika nyumba ya Bwana, utasaidia familia yako. Sasa nini cha kufanya? Anaweka zuio. Ukishaona vitu vya namna hiyo, uwe ujue ya kwamba tayari adui ameweka mpaka hapa kwamba usivuke. Cha kufanya, ingia vitani, anza kupambana katika jina la Yesu aliye hai. Mwambie Bwana, ni wewe ulisema kila mahali mikono yetu itakapotia kutenda utabariki, utapazidisha, nitakaloliwaza utalifanikisha. Nimeanza hii biashara, mbona wanunuzi hawapo? Kuna zuio limewekwa. Hiyo ni dalili unazo bidhaa nzuri, zinahamasisha, zinavutia, lakini wanunuzi hawapo. Ndio maana unaona watu tunalia leo,
tunasikitika jamani, nafanya kila kitu, napambana kila kitu, na muda mwingine unapiga na simu, jamani njoeni nimeleta mzigo mpya, kuna mali mpya hapa, tutakuja. Wanaishia kusema tutafanya nini? Tutakuja. Hawaji. Mwingine anakuja, jamani yani nipe nitarudi. Akienda adui anamfukuza moja kwa moja. Ilo zuio na huo mpaka ukuachie katika jina la Yesu aliye hai. Kila biashara ulioanza ili uinuke kiuchumi, Bwana aipe kibali katika jina la Yesu aliye hai. Alete wanunuzi kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, wakufuate, wakujie popote ulipo, kama alivyosema ataiamuru baraka ije, awaamuru waje kwako katika jina la Yesu aliye hai. Wazitafute bidhaa zako, wagombanie mahali pako katika jina la Yesu Kristo. Kama ni adui aliweka mpaka usivuke, uondoke ukachanue katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni dalili ya pili ambayo inaonyesha kwamba umewekewa mpaka wa kutokuvuka kiuchumi. Utaanzisha biashara au jambo lolote la kukuinua kiuchumi, bidhaa yako haitauzika kwa sababu wanunuzi hawatakuwepo. Kuna watu wanaenda kufanya biashara muda mchache tu na anauza kupita kawaida, lakini unashangaa wewe tangu asubuhi hauna, ukionewa huruma unapata ya kula tu. Na mara nyingine ukitoka unasema namshukuru Mungu angalau napata ya kula na kulipia kodi ya chumba, mambo yanaenda. Lazima uvuke hapo katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akupeleke zaidi ya hapo katika jina la Yesu aliye hai. Utoke kwenye kupata mkate wa kila siku, uende na kwenye akiba katika jina la Yesu aliye hai. Uende kwenye maongezeko katika jina la Yesu aliye hai. Uweze kupanua wigo. Kama uliwekewa mpaka na ni madhabahu za ukoo zimekaa, ziambie mimi sio wa kwenu, nimekombolewa kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, nimehamishwa, mimi sio mali yenu, nitavuka katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Gideon yeye alikataa hii habari, akasema haiwezekani. Kama Mungu yuko pamoja na sisi, kwa nini tunakuwa watumwa? Ngano ni ya kwetu, tunalima wenyewe, badala tuuze tupate faida. Wanakuja hawa wa Midian, wanabeba wanaondoka nayo. We Mungu uko wapi? Mungu akamwambia nenda na uwezo wako, manake wewe sio wa hapo, chomoka nami nitakuwa pamoja na wewe. Alipotoka alifanikiwa na wokovu kaja kwenye familia yao. Ikawe kwako katika jina la Yesu aliye hai. Uvuke wewe, uvute na wengine katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo utaona unaanza biashara lakini hakuna wanunuzi. Dalili ya tatu inayoonyesha kwamba kuna zuio la kutovuka kiuchumi au umewekewa mpaka wa kiuchumi, anasema hivi: utakuwa na bidii sana katika kazi ila hutaona matokeo. Utakuwa na bidii sana ya kujishughulisha lakini hutaona nini? Matokeo. Mpaka wanaokuangalia wanasema kwa kweli huyu jamaa ana bidii, huyu mama ana bidii, huyu binti ana bidii, huyu kijana ana bidii, lakini tukija kukaa kwenye matokeo hakuna kitu. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali fulani, nikatoa tu mfano, nikasema hapa watu hatuji kwenye semina, hatuji kwenye maombi, tukiwapigia simu tuko bize. Si ndio tunasemaga hivyo? Tuko bize, tunatafuta shekeli. Lakini ikifika sasa swala la kutoa, saa ya kutoa sasa, tupeni hizo shekeli mlizoenda kuzitafuta, wote wametulia, wananuna na kununa. Hello? Yani unakuwa bize for nothing. Yani uko bize lakini hamna kitu. Hello? Wangapi tuko bize? Ameogopa kunyoosha mikono. Mbarikiwe nyewe kwa sababu mmekuja nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa dalili ya kwamba umewekewa kutovuka kiuchumi, utakuwa na bidii sana, kwa sababu bidii ile lengo lake ni wewe ufanikiwe. Lengo lake ni wewe uinuke, uongezeke. Umeajiriwa hapa lakini bado umejiajiri, umeajiri na wengine. Kwa hiyo unapokea mshahara wako na kile unachokifanyia wewe kinaleta mshahara, na hao uliowaajiri wanaleta faida. Lakini inapofika saa ya kukaa mezani kuangalia kama kuna kuinuka, kama kuna kuongezeka, hakuna kitu, uko pale pale.
utakuwa na bidii sana, hutaona matokeo. Anasema katika kile kitabu cha Luka sura ile ya 5 ule mstari wa 5 pale, anasema hivi, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha wala tusipate kitu. Kwa hiyo walikuwa busy, wameshusha nyavu zao, wameshusha, wanasema lazima tutoke na samaki hapa, twende tukauze na mboga ya nyumbani ipatikane na faida ipatikane. Wakakaa wakaweka nyavu, kuvuta namna hii hakuna samaki, wakahamia upande mwingine, kuvuta namna hii hakuna samaki, wakaenda mpaka mapambazuko, hakuna samaki aliyepatikana. Yesu anafika kwenye lile eneo, anamwambia Petro, naomba chombo chako nitumie kidogo. Anasema okay, tumia tu. Yesu akahubiri, akamwambia hebu tweka mpaka kirindini, ushushe nyavu, uvue samaki. Akasema, Bwana mkubwa, hii kazi unaoniambia nimeifanya usiku kucha. Manake nimetumia nguvu zangu zote, nimewekeza hapo, nimefanya kwa bidii zote, lakini sijapata kitu. Na Biblia iko wazi, inasema mkono wenye bidii ndio utakaotajirishwa. Lakini kwako inakuwa tungoja nikusomee hilo andiko ili uelewe vizuri. Mithali sura ile ya 10 mstari wa 4 pale. Mithali sura ya 10 mstari wa 4 anasemaje pale? Nikuoneshe mfano huu. Bidii, mahali popote palipo na bidii panatakiwa pawe na mafanikio. Kwa hiyo unapoona hakuna mafanikio, ujue kuna kitu kimewekwa hapo. Anasema hivi, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Afanyaye mambo kwa mkono wa ulegevu atakuwa maskini. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hana bidii, umaskini unamwotea mlangoni. Kwa hiyo wengi tunafahamu hilo, na kwa kuwa tunafahamu, kwa hiyo tunaanza kuwa na bidii. Umeajiriwa, unatafuta na biashara, unatafuta na vijana, unawaajiri na wewe. Zote hizo ni bidii ili uinuke nini? Kiuchumi. Kwa sababu amesema mkono wenye bidii ndio utatajirika, ndio unatajirisha. Kwa hiyo mtu mwenye bidii lazima afanikiwe, lazima aongezeke. Sasa unapoona una bidii sana lakini matokeo ni madogo, ujue kuna mpaka umewekwa hapo, kuna zuio limewekwa hapo ya kwamba hautavuka. Rudi kwa Mungu, mwambie Bwana, umesema mkono wenye bidii ndio unatajirika, kwa nini mimi sitajiriki? Bwana atakwambia wameweka zuio pale, wameweka mpaka pale. Ondoa huo mpaka na wewe utachomoka katika jina la Yesu aliye hai. Yabesi alimwambia Bwana, ikiwa nimepata neema na mimi ni mtumishi wako, niongezee hozi yangu, nipanulie mipaka yangu. Kwenye Isaya anasema panua mipaka ya hema yako, ongeza. Kwa hiyo na wewe mwambie Mungu, katika bidii hii naomba maongezeko katika jina la Yesu aliye hai. Ingia kwenye maombi, ondoa kila mpaka uliowekwa. Mwambie Shetani, umenizuia hapa, ninafanya kazi ya kuchosha na sioni matunda. Achia kwa jina la Yesu, atakimbia katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa lazima ujifunze kuangalia mambo. Unapoona una bidii na vitu haviendi, kuna shida mahali. Watu wanakuona huko bize na wanategemea kuona unafanikiwa na wanategemea kuona unastawi, lakini napofika kwenye matokeo tunaona hakuna. Petro anasema tumefanya kazi usiku kucha na hatujapata kitu, Bwana mkubwa. Yesu kwa kuwa hakuwa na zuio, alimwambia shusha tena. Halo? Shusha tena. Aliposhusha tena majira yale, samaki walikuja wengi, chombo chao kikataka kuzama, nyavu zikaanza kukatika. Wakasema hii baraka sio yetu tu na ya majirani. Bana, njoeni, kuna neema imefunuliwa hapa, mpaka umeondolewa, zuio limeondolewa. Leo tunachanua katika jina la Yesu aliye hai. Kama tulikuwa tunauza nusu tani, leo kuna tani zimepatikana hapa, manake uchumi umepanda. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Yesu aje kwenye bidii yako, alete matokeo katika jina la Yesu aliye hai. Mahali ulipofanya kazi ya kuchosha haujaona matunda, Kristo Yesu aingilie kati, huo mpaka na zuio liondoke, uone matunda katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Samaki wakapatikana. Sasa ukiwekewa zuio, maana yake utakuwa na bidii sana, lakini Biblia imesema wazi kabisa, inasema wazi kabisa,
Sio apigae mbio ndio anayeshinda. Si unalijua hilo andiko kwenye Mhubiri? Wala mwenye bidii ndio anayefanikiwa. Anasema hivi, wakati na bahati huwapata watu wote, kwa kila mmoja na wakati wake wa kufanikiwa. Sasa ikiwa wewe umewekewa zuio, utakuwa na bidii na wakati wa kufanikiwa utafika, lakini hutaweza kuvuka kwa sababu kuna zuio limewekwa hapo. Ndio maana unaona Yesu amekuja dakika chache, samaki wamefanya nini? Wamepatikana. Hawa wamefanya usiku kucha, samaki hawajapatikana. Kwa wakati unawapata watu wote, wakati unawajia watu wote, lakini kama kuna zuio utakuwa na bidii na wakati utakuja, lakini hutaona matokeo kwa sababu adui ameweka zuio. Jioni ya leo hilo zuio liondoke katika jina la Yesu aliye hai. Hilo zuio likuachie katika jina la Yesu aliye hai. Bidii yoyote ulionayo ikalete matunda katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa Bwana amesema mkono wenye bidii utatajirisha, huo mkono wako ukalete matunda katika jina la Yesu. Hiyo bidii yako Bwana aingilie kati ukaone mpenyo. Hiyo bidii yako Mungu aingilie kati ukaone faida. Kila mahali ulipowekeza na ukajituma, Bwana aingilie kati uone matunda katika jina la Yesu aliye hai. Bidii yako isiende bure, na kama kuna adui alikuwa amesimama, aachie na wewe uvuke katika jina la Yesu. Sema amina. Inaumiza sana unapoona una bidii lakini huoni matokeo. Unajituma, unapambana, huku upo, ukisikia hapa kuna fursa upo, ukisikia hapa kuna nini upo, hulali, unalala masaa 3, unalala masaa 4, lakini inafika kwenye matokeo hamna kitu. Halo, ukishaona hivyo, bidii ipo na neema unaziona, lakini uone matokeo, ujue kuna zuio hapo limewekwa la kutovuka kiuchumi. Kwa hiyo huwezi kupenya, lazima uingie kwenye maombi, uanze kushughulika, uanze kupambana, umwambie shetani uliyezuia, achia katika jina la Yesu aliye hai. Wewe uliyekamata, achia kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uliyeshikilia, achia. Utaona anaachia na unaenda katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana haya maisha kuna muda ukiyatafakari sana, na adui akipata nafasi unaweza ukasema Mungu ana upendeleo. Sababu kuna watu wanakuja kama Yesu, dakika chache tu anaweka mtego, huyo kapenya. Sasa ashumu zile samaki angeondoka nazo Yesu, halo, wangemwambieje kina Petro, hili jamani lichawi? Yaani si tumefanya usiku kucha hatujapata, lenyewe limekuja dakika ngapi tu limepata mzigo wa kutosha. Nakumbuka kama hawakupata wengine, manake wateja waliokuja kununua siku hiyo wote waliishia pale. Kwa Yesu angepiga zile hela, uchumi wake ungeenda kasi, mpaka wengine wakasema huyu jamaa ni mchawi. Huu upako ninakuombea katika jina la Yesu uje kwako katika jina la Yesu aliye hai. Mahali ambako umewekeza haukuona matunda, upako huu uje kwenye hiyo bidii, watu wakuone tofauti katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amina kubwa. Zuio likishaondoka, manake bidii yoyote utakayoweka mahali popote lazima ilete faida, lazima ilete matunda, lazima uone mpenyo, lazima uone kuongezeka, sababu ni neno la Mungu limesema na ni Bwana ametamka. Ndio maana Petro alipoona namna hiyo alitamka neno hili tu, akamwambia Bwana, ondoka kwangu kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Kumbe kilichosababisha nisiinuke, nisitoke, nisivuke kwenye hili eneo, nikose samaki, ni dhambi inayoishi ndani mwangu, ni dhambi inayokaa ndani. Kwa hiyo ondoka, mimi nina dhambi sana. Hii ndio imesababisha akaambiwa umesamehewa, hautakuwa mvuvi wa watu wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu katika jina la Yesu aliye hai. Zuio likaondolewa, neema ikafunuliwa. Petro hakupata shida tena, hakuhangaika njaa tena, mkono wa Bwana ulikuwa juu yake. Kwa sababu gani? Utakumbuka alimuuliza Yesu, akamwambia nimeacha vyote, nitapata nini basi? Yesu akamwambia utapata mara 100 katika ulimwengu na kisha uzima wa milele. Manake utapata uzima wa milele na mara 100 kwenye hii dunia, kwenye mashamba, kwenye mifugo na kila kitu. Petro akamwambia kama ni hivyo, naacha samaki na kufuata katika jina la Yesu aliye hai. Maisha yake yakabadilika, uchumi wake ukainuka, familia ikaishi, mambo yakakaa sawa sawa. Hii neema bado ipo na inafanya kazi mpaka sasa. Mahali palipo na zuio litaondoka na
utainuka katika jina la Yesu aliye hai. Ikiwa ulikuwa unafanya kazi kwa bidii na huoni matokeo, iko neema ya Bwana katika bidii yako, utavuka katika jina la Yesu aliye hai, na uchumi wako utaongezeka, na uchumi wako utainuka. Waliozoea kukuona kawaida wataona unapanda, waliozoea kukuona kwenye level fulani wataona umeinuka. Watajiuliza nini kimetokea, utawaambia yuko Bwana aondoaye viambaza, yuko Bwana aondoaye mazuio, yuko Bwana afanikishaye mkono ulio na bidii katika jina la Yesu aliye hai. Utawaambia watu, Bwana ameiona bidii yangu na yeye amenikumbuka. Ukikosa maneno ya kueleza, utawaambia neema ya Bwana inatutosha katika jina la Yesu aliye hai. Hiyo ndio inatuwezesha, hiyo ndio inatufanikisha, hiyo ndio inatuletea utajiri, hiyo ndio inatupa utajiri wa Kristo usiopimika. Manake kama Bwana ameachilia neema, hakuna zuio litasimama tena, hakuna zuio litapinga tena, hakuna mkono wa adui utasimama tena katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi nakuombea jioni ya leo, hila yoyote iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho ili kuzuia bidii yako isilete matunda, iondoke katika jina la Yesu aliye hai. Ikiwa kuna watu wametenda kwa hila, ikiwa shetani na maajenti wake wametenda kwa hila usiweze kuvuka, mkono wa Bwana wenye nguvu uingilie kati katika jina la Yesu aliye hai. Ashughulike na watesi yao, ashughulike na maadui yao, ashughulike na ila hiyo, na baadaye uvuke katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amina kubwa. Ni yeye aliyesema tutaongezeka, ni yeye aliyesema tutazidishwa, na kama ametamka lazima iwe katika jina la Yesu. Kwa hiyo ni saa ya kumwambia Bwana, huu ni wakati wangu. Miezi iliyobaki, bidii yangu tangu Januari isiende bure, ikazae matunda, ikalete mpenyo. Inapofika Disemba niwe na ushuhuda katika jina la Yesu aliye hai. Tunajua ni mwaka mpya wa serikali unaanza, wa fedha, wanakaa wanapanga budget. Sasa hivi kila idara zinafunga, zinaandaa ripoti za mwaka ulioisha, ili unapoanza mwezi wa 8 huu wangapi waanze mwaka mpya wa serikali na mwaka mpya wa fedha. Sasa wanapopanga budget, mambo yanaweza yakabadilika. Mwambie Bwana, bidii yangu haitaenda bure katika jina la Yesu aliye hai. Bidii yangu haitaenda bure, lazima nione matunda, niinuke katika jina la Yesu. Sema amen. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Nataka twende mbele za Bwana kwa dakika chache. Tulisema leo tutaambatanisha na sadaka. Kwa kama hujapata bahasha ya siku ya leo na ya sadaka hii, unaweza ukanyanyua mkono wako juu ukapewa bahasha hiyo, ukaandaa sadaka yako. Tupo kwenye agenda namba 1 au zuio namba 1, zuio la kutokuvuka. Kwa hiyo tunataka tukamwambie Bwana, ili zuio liondoke, tuvuke katika jina la Yesu. Sema amen. Iwe imewekwa kwenye hali ya kuishi, likapate kuondoka. Iwe ni kwa habari ya uchumi, likapate kuachia. Likisha achia, tunavuka katika jina la Yesu. Hakuna mtu anatamani kubaki mahali alipo. Kila mmoja anatamani kuongezeka. Kila mmoja anatamani kuwa na vitu bora. Kazi ya shetani ni kuzuia, lakini kazi ya Mungu ni kutuvusha. Kazi ya Kristo ni kutuvusha katika jina la Yesu. Sema amen. Karibu kama mna wimbo wa kuabudu hapo, wakati tunajiandaa kwa ajili ya sadaka na maombi yetu. Yes. Ndio Bwana. Siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, mimi natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu.
Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mtoto wako, najua unanipenda na unaniwazia mawazo ya amani. Katika jina la Yesu niko mbele zako, naomba rehema zako, naomba msamaha wako katika jambo lolote unalolitazama kwenye maisha yangu limekuwa mlango wa mimi kuwekewa mazuio katika ulimwengu wa roho. Naomba rehema zako, ni rehemu Bwana kwa wingi wa huruma zako, kama ilivyoandikwa, tunahesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Bwana nikahesabiwe haki jioni ya leo, ili kila uhalali aliokuwa nao adui wa kuniwekea zuio la kutokuvuka kwa habari ya maisha, kwa habari ya uchumi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, hilo zuio likaniachie leo, likaniachie leo. Nimekuwa nikiwekeza lakini sioni matokeo makubwa. Nimekuwa na bidii lakini sioni matunda. Nimekuwa nikifanya biashara lakini sioni wanunuzi. Jioni ya leo niko mbele zako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaenda kinyume na kila mpaka na zuio waliloniwekea kwenye ulimwengu wa roho, ili nisivuke kiuchumi, ili nisiongezeke kiuchumi. Hilo zuio waliloliweka juu ya kazi ya mikono yangu, juu ya biashara, juu ya kila kitu nilicho nacho, kwa jina la Yesu ninaondoa leo, ninaondoa leo, ninaondoa leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Popote waliposhikilia, popote walipotamka, popote walipoweka zuio hilo, kwa jina la Yesu naliondoa leo, naliondoa leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, achia, hutanizuia tena, hutanizuia tena, hutanizuia tena, hutanizuia tena. Kama ilivyoandikwa, Bwana atatangulia mbele yangu na kupasawazisha mahali palipoparuza, na milango iliyofungwa itafunguliwa na kuwa wazi kwa jina la Yesu. Zuio umeweka la kufunga milango, wateja wasije, wanunuzi wasije, fedha yangu isiongezeke, kwa jina la Yesu nafungua, naondoa zuio hilo, makufuri hayo kwenye ulimwengu wa roho. Ninabomoa kamba hizo kwenye ulimwengu wa roho, ninabomoa mipaka hiyo kwenye ulimwengu wa roho, ninaiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana, omba kwa ajili ya uchumi wako, omba kuvuka kutoka mahali ulipo, omba kuvuka kutoka katika viwango ulivyo navyo, iwe vya kiuchumi, iwe umri wako. Mwambie Bwana, nahitaji kuvuka, nahitaji kuvuka. Bidii yangu ikazae matunda, biashara yangu ikalete faida, ninapowekeza nikaone vipimo 100 kwa kila kimoja, nione maongezeko, nione mazidisho, katika jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, umenituma katika madhabahu hii niseme neno hili Bwana, ya kwamba kila zuio linakwenda kuondoka, kila zuio linaondoka. Nami kwa nafasi hii ninakuita tena majira ya Bwana, ukalithibitishe neno lako, ukalithibitishe neno lako, ukalithibitishe neno lako. Ziko ahadi kubwa umeweka ndani ya vijana, umeweka ndani ya wababa, umeweka ndani ya wamama, umeweka ndani ya watumishi wako, lakini adui alijaribu kuzuia, adui alijaribu kuweka mipaka. Leo tunatangaza kuvuka kwa jina la Yesu. Natangaza kuvuka kwa kijana huyo, akavuke Bwana, ili ndoto alionayo ikachanue, ikachanue. Ikiwa adui amebana kwa habari ya uchumi, ili mipango isitimie, ili biashara zake zisiboreshwe, ili biashara yake isizae matunda, hilo zuio naondoa kwa damu ya Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Achia, 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 achia. Uliposimama kuzuia, uliposimama kuweka mipaka ya kwamba tutavuka, ya kwamba tutasogea, kwa damu ya Yesu naondoa hilo zuio, naondoa hilo zuio la kutovuka Bwana. Rabasha kandarapa yandaraba kariamanda. Kumbuka Bwana, katika neno lako umesema ya kwamba wewe ni Mungu usiye na upendeleo, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, wewe ni Mungu wa wote
wote wenye mwili, na tena wanaokutumaini na kukutegemea watabarikiwa Bwana. Umesema abarikiwa, amebarikiwa mtu yule ambaye Bwana ni tumaini lake. Atafananishwa na mti uliopandwa kando ya vijito, hautapukutisha majani yake wakati wa hali Bwana. Watoto wako tumekutumaini, watoto wako tunakutegemea, watoto wako tumekutumaini, watoto wako tunakutegemea. Ni tofauti na watu wengine. Bwana, achilia mbaraka wako, achilia mbaraka wako. Yatosha kuona watumwa wakipanda farasi na wana wa ufalme wakienda kwa miguu. Ni wakati umefika, vijana tumiliki uchumi, vijana tutawale uchumi katika nchi hii, katika ulimwengu huu tunaokuabudu, tunaokutumikia. Tupe kumiliki Bwana, tupe kumiliki Jehova, tupe kumiliki Mfalme, tupe kuvuka viwango hivyo. Ikiwa mazuio hayo yalitokana na waliotutangulia katika koo zetu, yalitokana na waliotutangulia kwenye familia zetu, yamkini koo zetu ni za kawaida, yamkini koo zetu ni duni Bwana. Mungu ingilia kati. Ramamamasa kandarapa rikandarabasata rakandariamanda repopoposata rikandarapasaka. Angalia ndoto iliyomo ndani ya kila mmoja, angalia maono uliyoweka ndani ya kila mmoja, jinsi yalivyo makubwa. Anapojiona yeye sio mchunga kondoo, anapojiona yeye sio mtafuta punda, bali ni mfalme Bwana, bali ni mfalme Bwana. Mungu achilia neema, tupe kuvuka watoto wako, kuvuka watoto wako, ili tukatimize maono makubwa ulioweka ndani mwetu, ili tukatimize maono makubwa uliopanda ndani mwetu. Ramamama sandarapa rikandarama yandarabashata reketeria mandarapa yandorobokora mandarabasiki yendelebasha kandarapasata likandera mandarabasata rekenderia mandarabashaka. Tuondoe Bwana, tuondoe kwenye orodha ya watu wasiotakiwa kuinuka kiuchumi. Ondoa majina yetu na koo zetu na uzao wetu kwenye orodha ya watu wasiotakiwa kumiliki katika nchi hii, wasiotakiwa kupata mara 100, bali ukayaweke kwenye kitabu cha watu wale Bwana watakaolisi uzima wa milele na kupata mara 100 katika ulimwengu huu, na kupata mara 100 katika ulimwengu huu. Rabasa kandarapa yandarapa karia mandarapa rekandira mandarabashata rikandora masakandarabasete. Kuna mahali tumekosa sauti kwa sababu ya kutokuwa na uchumi. Kuna mahali tumekosa sauti Bwana kwa sababu ya hali tulizo nazo. Leo tunaomba badilisha, geuza uteka, geuza uteka. Ni wewe uliyesema Bwana unatufundisha tupate faida, ni wewe uliyesema Bwana unatufundisha tupate faida. Umelituma neno lako ili tuweze kuvuka, umelituma neno lako ili tuweze kuponya. Hakuna mtu anaanza biashara asipate faida Bwana. Ikiwa wewe ulitununua kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, ulimtoa mwanao ukamwekeza Bwana ili utuvune sisi, ili utupate sisi. Mungu, ninaomba neema, ninaomba neema juu ya kila mmoja wako. Wafanya biashara wako walioajiriwa, wako wanaojiandaa kuanza biashara, wako waliowaita kwenye wito wako, yatosha kuanza biashara na kukosa wanunuzi. Wako wauza vifaa, wako wauza nguo, wako wauza wanyama, wako wauza vitu mbalimbali, wako wauza dhahabu. Bwana, achilia neema, achilia neema, achilia neema, achilia neema. Hilo zuio likaondoke, hilo zuio likaachie, hilo zuio lisiwaweze tena, hilo zuio lisikwamishe tena, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rabababasha kandarapa yenderebasha kandarapa imandarabashata rikandarabashata yemandarabashaka likandorabashaka yemenderebosakataya rabababasakata yemememesakata rapashaka. Iwe ni nguvu za giza, iwe ni ushirikina Bwana, umesimama kwenye ulimwengu wa roho, umesimama kwenye eneo la biashara, unatuzuia. Napega kwa jina la Yesu Kristo, nateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu, nateketeza kwa moto wa Bwana. Wewe uliyesema hakuna uganga wala uchawi juu ya Yakobo, nami ninatamka hakuna uganga wala uchawi juu ya watoto wako.
lako, juu ya kanisa lako, juu ya Richard, juu ya mama huyo, juu ya baba huyo, juu ya kijana huyo. Hapana uganga wala uchawi, hakuna mzimu, hakuna mpunga pepo, hakuna madawa yatazuia, hakuna asili ya kiroho itazuia Bwana, bali neema yako inaingilia kati, neema yako ikaingilia kati. Bidii ya mama huyo isiende bure, bidii ya kijana huyo isiende bure, bidii ya baba huyo isiende bure, akaone matunda Bwana, sawa sawa na neno lako katika Mithali sura ile ya 10:4b Bwana, ya kwamba mkono wenye bidii huo utautajirisha. Bwana, bariki mikono hiyo, bariki bidii hiyo, bariki bidii hiyo, bariki bidii hiyo, bariki bidii hiyo. Angalia bidii hiyo Bwana, angalia bidii hiyo Bwana. Rabose ke mandarapa, rikandera mandarapa, rikandora mandarapa, rikandira mandarapa, rikandera mandarapa, rikandora mandarapa, yendere bakuria mandarapa, ikandaraba shata, rapakaria mandarapa, yeba baba sata, yandora makata, yeba baba shaka, yandera bakurandarapa, yandera basata, ikendene mesete. Ule upako Bwana ulioshuka katika lile ziwa, samaki wakapatikana, ninaita upako huo, ninaita upako huo uteremke juu ya kila mmoja, uteremke juu ya kila mmoja. Upako huo Bwana uliokusanya samaki, ninauita juu ya kila mmoja, ukakusanye wateja, ukakusanye Bwana, ukalete mabadiliko ya kiuchumi kwenye maisha yetu, ukalete mabadiliko ya kiuchumi kwenye maisha yetu. Naita huo upako Bwana, naita huo upako Bwana, naita huo upako Bwana. Baraka zikaongezeke, baraka zikaongezeke, wakapatikane samaki wengi kupita kawaida, wakapatikane wateja kupita kawaida, bidhaa zikauzike, tukaone faida kupita kawaida Bwana, tukaone mavuno kupita kawaida Bwana, kwa wingi uliokusudia, kwa wingi uliokusudia. Rama sekete, wewe sio mtu hata useme uongo, wala sio mwanadamu ujute. Iwapo umeahidi utatenda Bwana, nami nakuita utende tena, nakuita utende tena Bwana, nakuita utende Jehova. Ingilia kati Bwana, ingilia kati Jehova, ingilia kati Bwana. Rabababa shaka, wajibu maswali watoto wako waliokuwa wanajiuliza, mbona nina bidii sana, mbona ninajituma sana, mbona ninawekeza? Mungu umetupa majibu. Nyoosha mkono wako sasa, nyoosha mkono wako sasa. Ramamama shekete, ribibibi sakandarapa. Wengine waliziakiwa, wakaambiwa mbona tangu umeanza hatujaona matunda? Tunawekeza, tunapoteza hela zetu, tunapoteza fedha zetu. Bwana, saa imefika, saa imefika, saa imefika. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako juu ya mama huyo. Yatosha masimango aliyopitia, yatosha masimango aliyopitia. Amelia, imetosha, amelia, imetosha. Futa machozi yake, futa machozi yake, futa machozi yake. Mkumbuke Bwana, mkumbuke baba huyo, mkumbuke kijana huyo, mkumbuke binti huyo. Rabababa shandara pakanda, rekandara masata, rekandora masaka, rikandera masata. Rabababa sekepe, shekandara basaka, rikandara basheteria mandoro bosika, yanderebe kori mandarabashaka, reketeria mandarabasaka. Nyanyua mikono yako juu, nyanyua mikono yako juu, tutamke neno juu ya hiyo mikono. Rima shakata ya manda, resota makateri handi, reketiria bahandora bashaka. Ni wewe Bwana uliyetamka mikono hii itabarikiwa, mikono hii itabarikiwa, na kila kinachofanywa na mikono hii kitaongezeka Bwana, kitastawi Bwana. Nami naachilia upako kwenye hiyo mikono, naachilia upako kwenye hiyo mikono, naachilia upako kwenye hiyo mikono. Bwana ukaachilie mbaraka, ukaachilie neema. Anapoanza leo, anapoanza kesho, anapogusa Bwana, baraka zikamiminike, baraka zikamiminike, baraka zikamiminike. Ikiwa kuna laana yoyote ilikaa, ikiwa kuna zuio lolote liliwekwa, na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu. Mikono hiyo ikafunguke, mikono hiyo ikafunguliwe, mikono hiyo ikafunguliwe.
Oh Bwana, chochote atakachogusa akaone maongezeko, chochote atakachogusa akaone kuchanua katika jina la Yesu Kristo. Anapotia bidii katika kutenda, anapopitia bidii katika kuwekeza, Bwana akaone matunda. Anapoandaa bidhaa, Bwana wanunuzi wakaje. Yeyote anayepitia hali hizo, katika dalili hizo tatu, ninageuza uteka, ninageuza uteka, ninageuza uteka, ninageuza uteka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nageuza uteka, nageuza uteka. Bidii yake isiende bure, uwekezaji wake usiende bure, bidhaa zake asizisikae, Bwana zikauzike, zikaingie na kutoka, zikaingie na kutoka na kuleta faida. Nageuza uteka kwa jina la Yesu Kristo. Mikono hiyo ikawe baraka kuanzia sasa. Mbaraka wa Bwana uje juu yako, nguvu ya Bwana ije kwenye mikono yako. Pasiwe na kufa wala kuzaa mapoza, pasiwe na kufa wala kuzaa mapoza. Chochote unachogusa kikaongezeke, chochote unachogusa kikastawi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesikia. Wewe ni Mungu mwaminifu. Nasogeza sadaka hizi mikononi mwako. Bwana, ukapokea sadaka ya kila mmoja inapoachiliwa katika madhabahu yako. Bwana, isimame kama ukumbusho mbele zako ya kwamba tunavuka kama ulivyosema, sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Neema na upako huo uwe juu ya kila mmoja, akavuke, akapenye kila mahali waliposema hatavuka, akapenye kila mahali waliposema hataweza kusogea. Bwana, neema ikaachiliwe, Bwana, neema ikaachiliwe. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, asante kwa sababu unajibu zaidi ya tunavyoomba. Ninazibariki sadaka hizi katika jina la Yesu Kristo, kama inavyokuja sawasawa na moyo wake, vivyo hivyo sadaka hiyo ikaendelee kusema katika madhabahu yako, katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Shangilia Bwana kwa makofi na vigeregere. Nikukaribishe kesho. Kesho tutaomba kwa ajili ya wale wote ambao tumetaja hizi dalili kama tatu. Kama huko kwenye hizo dalili, kesho tutakuwa na kazi hiyo pia ya kuomba utoke hapo. Sema amen. Wangapi wanabidii hawaoni matokeo? Kesho tutaomba katika jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanawekeza lakini wanapowekeza mavuno yanakuja kidogo? Tutaomba katika jina la Yesu. Sema amen. Mungu ni mwaminifu. Kama hamna wateja, watakuja katika jina la Yesu. Nakumbuka kesho ni siku yetu ya Ijumaa. Tutapata nafasi pia ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maombi haya ambao tumetembea nayo jioni. Kwa hiyo utakuja na sadaka yako ya shukrani na Mungu akubariki. Karibu baba. Amen. Bwana asifiwe. Kesho ni siku ya mwisho tukihitimisha wiki hii, na nikukaribishe kwa ajili ya maombi hayo ambayo mtumishi ameyatangaza. Lakini mwisho wa huduma hii ni mwanzo wa huduma. Tuna mtumishi mwingine tutaendelea wiki ijayo tena. Bado tumeamua tu sisi tunakuletea wewe ushindwe kutumia hiyo neema, na ikiondoka hakuna wa kulaumiwa. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubarikie katika mambo yako yote unayotia mkono kufanya. Mungu akuzidishe na kukufanikisha katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki na akutendee hivyo. Karibu tumshukuru Mungu. Niwatakie usiku mwema. Amen. Tunakushukuru kwa kuwa umema.